Kwenye wiki ambazo zimepita, umekuwa ukisikia mengi kuhusu ugonjwa wa hantavirus. Kwenye video hii, tutasaidia kujibu maswali kadhaa ambayo umekuwa ukijiuliza. Karibuni. Kwanza, ugonjwa huu uligunduliwa wapi? Hantavirus iligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka wa 1978 karibu na mto Hantan nchini Korea Kusini. Wanasayansi waliugundua wakati kisababishi cha ugonjwa wa Korean hemorrhagic fever kilipopatikana kutoka kwa panya wa porini aitwaye Apodemus agrarius. Virusi hivyo vilipewa jina la hantavirus kutokana na mto huo. Nchini Kenya, mwaka wa 2021, utafiti uliofanyika Kibera ulionyesha kuwa kuliwahi kuwa na virusi vinavyofanana na hantavirus. Wagonjwa 124 wenye homa walipimwa na iligunduliwa kuwa 8.1% walikuwa na kinga mwili dhidi ya hantavirus. Watafiti pia walipima panya 195 lakini hakuna aliyepatikana na kinga mwili hizo. Watafiti walihitimisha kuwa maambukizi yanaweza kuwa yalitoka kwa wanyama wengine, panya wa maeneo mengine au maambukizi ya zamani. Mwezi wa Mei 2026, mlipuko wa hantavirus uliripotiwa kwenye meli ya watalii iliyokuwa ikizunguka Amerika Kusini. Kulingana na mtaalamu Spiros Littrus, virusi vilivyopatikana vinafanana sana na aina ya virusi vilivyosababisha mlipuko wa maambukizi nchini Argentina mwaka wa 2018 na 2019. Pili, maambukizi ya hantavirus husababisha nini? Katika bara la Amerika, hantavirus husababisha ugonjwa wa mapafu uitwayo hantavirus cardiopulmonary syndrome. Huko Ulaya na Asia, husababisha ugonjwa uitwayo hemorrhagic fever ambayo huathiri figo. Tatu, mtu hupataje ugonjwa huu? Aina mingi za panya hubeba ugonjwa huu. Binadamu huambukizwa wanapogusa au kuvuta hewa yenye chembechembe kutoka kwenye mate, mkojo au kinyesi cha panya walioambukizwa. 4. Je, kulikuwa na panya kwenye meli? Watafiti bado wanajaribu kujua maambukizi ya kwanza yalitokea wapi. Kuna taarifa kuwa watazamaji wa ndege walitembelea jaa la taka nchini Argentina kutafuta ndege adimu, na huenda walivuta hewa yenye chembechembe kutoka kwenye kinyesi cha panya. Hata hivyo, nadharia hii bado haijathibitishwa. 5. Je, inaweza kuenea kutoka mtu mmoja hadi mwingine? Ndiyo, lakini si aina zote. Kuna aina moja iitwayo Andes virus ambayo inaweza kuenea kutoka mtu hadi mtu. 6. Je, hii ni kama COVID? Hapana, hivi ni virusi tofauti na vinaenea kwa njia tofauti na pia husababisha ugonjwa tofauti. 7. Mbona hantavirus ilitajwa kwenye nyaraka za chanjo ya Pfizer? Kampuni zinapotengeneza chanjo huwa zinapaswa kuorodhesha magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha dalili zinazofanana. Hii huwasaidia wanasayansi kujua kama mgonjwa ana ugonjwa unaolengwa au ameambukizwa ugonjwa mwingine tofauti. Ndio maana hantavirus ilionekana kwenye nyaraka hizo. 8. Kuna uwezekano ilitengenezwa kwenye maabara? Wanasayansi wanakadiria kuna virusi nonilioni 1 duniani. Kutokana na utofauti mkubwa wa virusi vilivyopo asili, uwezekana kwamba vyote vilitengenezwa kwenye maabara ni mdogo sana. 9. Mababu wetu wa Kiafrika hawakuzungumza sana juu ya virusi. Kwa nini tuamini sasa kuwa virusi hivi ni vya ukweli? Inawezekana walikutana na virusi, lakini hawakuviita kwa jina hilo. Katika historia, kumekuwa na mkurupuko uliosababisha vifo vya watu wengi. Kwa mfano, mji wa Athens ulioambukizwa mwaka wa 430 wakati wa vita vya Peloponnesian, kama inavyoandikwa na mwanahistoria Thucydides. 10. Je, mkurupuko huu ni utapeli mwingine wa kuuza chanjo? Mwaka wa 2009, kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi alisema kampuni za kibepari hutengeneza virusi ili kuuza chanjo. Katika hotuba hiyo, Gaddafi aliendelea kusema kuwa
dawa na chanjo zinapaswa kutolewa bure na si kuuzwa kwa faida. Watu wengi wanaona ukosoaji huu una mantiki kwa sababu kuna kampuni zinazopata faida kutokana na magonjwa. Lakini pia ni ukweli kuwa kuna magonjwa mengi ambayo ni halisi na ambayo kuna ushahidi mkubwa kuwa chanjo zimewahi kusaidia kuokoa maisha ya watu wengi. Na pia kuna wataalamu wanaofanya kazi kutengeneza chanjo ili kuwasaidia wagonjwa. Watu wengine wanaamini kuwa mfumo wa afya unaweza kuboreshwa ili uwe wa haki zaidi na usiwe wa kinyonyaji. Kwa sasa hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa mlipuko huu umetengenezwa ili kuuza chanjo. Mlipuko wa hantavirus umewahi kutokea hapo zamani, ikiwemo Argentina mwaka wa 2018 na 2019 na Marekani mwaka wa 1993. Asante kwa kunisikiliza.